Mkuu wa mkoa Mama Samia, watoto wa kike wananyanyasika, mtoto wa kike ananyanyasika. Mtoto wangu haki yake inaenda. Kaburi lile mama anataka kununua, huyo aliuziwa mwanzo. Tunakuomba. Naitwa Zainab Jabir. Mamake mdogo Martha, mamake Martha, mamake Martha, mimi ndo dada yake. Alinikabidhi Martha akiwa mdogo, akatukabidhi na Gadiel. Watoto marehemu walikuwa wawili. Sasa bibi amekuja na huyo mtoto wa tatu. Kuja na huyo mtoto wa tatu ni wanatuhangaisha na barua, wanataka nyumba ya huyu kijana, ndio msimamizi wa mirathi, anatupeleka kwa mkuu wa wilaya, katupeleka kwa mwenyekiti, sio katupeleka wapi, anatuletea barua za mahakama za kuhama. Barua ya mwisho kwa mkuu wa wilaya, aliambiwa wewe kwa kuwa kudhibitisho kuwa ni mtoto wa marehemu Mbaga, tunakuomba uje na nani cheti cha kuzaliwa. Uje na nini? Cheti cha darasa la 7. Hatuje muona. Baada ya miezi 5. Juzi leo hivi ndo wamekuja kututolea vitu nje. Haki ya mtoto wa kike, wanabaki kumtishia. Bibi anamtumia message tunazo. Usipompa huyu Bakari ili eneo lake, nitakuinamisha kichwa chini. Anamaanisha nini? Ndio maana mtoto anaogopa kuja. Tunakuomba serikali, tunaomba mkuu wa wilaya, mkuu wa mkoa Mama Samia, watoto wa kike wananyanyasika, mtoto wa kike ananyanyasika. Mtoto wangu haki yake inaenda. Kaburi lile mama anataka kununua, huyo aliuziwa mwanzo. Tunakuomba tumsaidie huyu mtoto apate haki yake. Tunaomba, mtoto anaogopeshwa. Ni mtoto mdogo anaogopeshwa, msichana anaogopeshwa. Ili asije hii haki. Dada yangu mimi ndo kajenga hii nyumba. Na mume wake. Na karatasi zipo zinaelezea kwa nini wanamnyanyasa huyu mtoto. Leo mwenyekiti anakuja kututoa sisi kama mbwa. Anatuambia sisi tuondoke kwenye hii nyumba. Ndani ya lisaa. Hatuna kesi na ukijana, hatuna kesi na bibi. Mkuu wa wilaya alishalimaliza hili. Na kuna siku alikuwa anaenda kuongelea bei kwa mwanasheria. Yeye na huyu mama alionunua ile eneo la kwanza. Walivyoenda, mimi nikaitwa, nikazuia, tukakimbilia kwa mkuu wa mkoa, ikazuiwa hii nyumba isiuzwe. Kama ana nia nzuri, si anataka kuuza hii nyumba. Huyu mama anasema kaburi kitu gani? Si atatupwa huko. Ondokeni, mnakaa kwa shemege, ni matusi na kuzalilika. Tumekaa hapa kwa ajili ya kutetea haki ya yule yatima. Sisi ni wajane, yule ni yatima. Huyu binti ana miaka 30 sasa hivi na mimi nimeachiwa yule binti akiwa na miaka 3 nimemlea. Yuko Zanzibar, anafanya kazi. Leo kilichotokea tumekaa, tukaona huyo mama na huyo mkaka na huyo kaka anajifanya yeye ndo mtoto wa Mbaga. Wamekuja na barua yao, mnatakiwa muondoke. Wakiwa na balozi. Sasa tukashangaa, hatujaletewa si notes, hatuna kesi na mtu wala nini. Yule binti anasema msiondoke. Naomba serikali imsaidie mtoto apate haki yake, anadhulumiwa. Huyu mtoto ni yani ni wa kike, anadhulumiwa. Huyu mtoto kila siku anasema msiondoke mama zangu. Na mimi ndo wa kwanza kukaa hapa. Nimeletwa na serikali. Kwa kuwa yule bibi alikuwa anafukua kaburi la mtoto, anataka apauze. Serikali wenyewe wakaniita. Mwenyekiti, mtendaji, wakaniambia linda hapa. Ekeni hata milango yani tunaogopa hata kumsaidia mtoto kumaliza hapa. Kwa kuwa kila siku barua. Bibi anasema hapa kwake. Yani bibi alishazoea zulma, alishakata huko, akakata huko. Kaja anafukua kaburi ili apauze. Kwa hiyo lengo lao kubwa ni kuuza. Huyo mtoto akiwa huko Zanzibar, siku kapata shida anakimbilia kwa nani? Kama walishamsusa akiwa mdogo, wakamtesa katoroka kule Mpareni na nani na miguu akawa anakuja Arusha. Katika dhuluma ya huyu bibi, alimdhulumu mtoto akahangaika mahakamani wapi?
akapewa haki yake, yeye msimamizi. Baada bibi akakata ile eneo kwa kuwa yeye anania na nguvu. Alipokata ile eneo, huyu Gadiel Johnson Mbaga, mtoto wa kwanza wa marehemu shemegi yangu, akachukia. Alivyochukia akanywa dawa. Alivyokunywa dawa, mtoto akaandika, tukakuta chini ya mto. Baada ya mtoto kufariki, tukakuta chini ya mto ameandika hii barua, amejiua kwa ajili ya bibi yake. Barua inasema, mimi Gadiel Johnson Mbaga nasikitika kumwacha mdogo wangu Martha kutokana na maisha yetu kuwa magumu. Tulibadilishwa na bibi yetu mza baba, tulibakizwa. Baada ya kufiwa na baba yetu mzazi na mama, tumedhulumiwa nyumba na shamba ambayo bibi ameuza. Nimeamua kumfuata baba na mama yangu. Aliyesababisha kifo changu ni bibi yangu mza baba. Ndiye mwenye mali zetu. Nyumba serikali itazame mdogo wangu ipate mali zetu. Asante ndugu zangu. Kwa majina naitwa Pili Jabiri Hamis. Ni mtoto wa kwanza kwa mzee Jabiri mimi. Na mdogo wangu wa pili kuzaliwa nyuma yangu. Aliolewa, baada ya kuolewa akazaa watoto wake watatu. Baada ya kuzaa watoto watatu akawa amenunua kiwanja maeneo ya huko La City. Baada ya kununua kiwanja wakajenga mdogo wangu akaja akaugua akafariki, akabaki mume wake. Mume wake kubaki mwenyewe ikabidi ajenge nyumba ya room 3 kwa ajili ya kuacha familia yake isikose mahali pa kulala. Wakiweko watoto wawili, Gadiel Johnson Mbaga na Martha Johnson Mbaga. Eneo limekaa, nyumba imekaa. Baada ya muda mimi nilifiwa na mume wangu. Baada ya kufiwa na mume, mtoto wangu akaniambia mamkubwa, kwa vile pale nadhulumiwa, bibi ameshakata kiwanja ameuza nusu. Ile nusu iliyobaki pia anataka kuuza zile room zilizobakia. Mama, naomba nenda kakae kwenye ule mji, ili mimi mwenyewe nikusanye nguvu nije nikae nijenge, hata nitaika wapangaji. Kweli nimehama kwangu, nikaja hapa nikakaa. Baada ya kukaa kwa muda, mara barua zinanifuata kwa mtiririko, sijui kuna kijana ni ndugu yake huyo Martha, sijui ni mtoto wa huyo Johnson Mbaga, wakati mimi huyo kijana simfahamu. Sijui alichoenda kumkhilibu huyo bibi yake ya huyu Martha na babu yake na bibi yake ni kitu gani mpaka wakakubaliana kwamba huyo kijana ni wa familia ya huyo Mbaga. Hakuweko kwenye ugonjwa wa baba wa shemeji yangu wala hakuweko kwenye maziko ya shemeji yangu. Baada ya kuzika watu wamekaa miaka 2, ndo bibi anakuja kutamka kwamba kuna mtoto wa marehemu. Ndo bibi alimleta, bibi kumleta wakagawa kiwanja. Baada ya kugaiwa hicho, sehemu ya rumu bibi akasema ni ya Martha na huyu mwenzake Gadiel Mbaga, ambaye leo amelala pale kwenye kaburi. Alijiua sababu ya hii mgogoro, ndo ulomfanya mtoto wangu akanywa sumu akafa. Leo amelazwa pale, amelala. Kijana amekuja amechachamaa, ameenda mahakamani kinyemera, ameenda mahakamani bila kumshirikisha mtu yote, anaenda kwenye mahakama, akaenda kufungua usimamizi wa mirathi. Baadaye anakuja kutuletea watu wa kutuhamisha ndani ya siku moja. Watu wanaingia, wanatutolea vitu nje, eti tuhame kwa sababu nyumba ni ya huyo kijana. Na huyo kijana mimi simfahamu. Na ni mahakama gani imeamua vitu vya namna hiyo? Wameenda kwa serikali ya mtaa na barua yao imetoka mahakamani, sijui ni mahakama gani, na sisi hatuna kesi na mtu. Wala huyo Martha mtoto wa dada yangu hana kesi na mtu. Na shangazi imeletwa barua na watu wamekuja ofisini kwa mwenyekiti, wamekuja wanatutolea vitu nje, tunatakiwa tuondoke leo. Kuna mtu anahamishwa siku hiyo ya mahakama imeamua ni siku hiyo watu wanahamishwa wakati hatuna kesi na mtu. Kwa hiyo naomba serikali, namuomba mkuu wa mkoa, namuomba mkuu wa wilaya, namuomba hata mbunge wa mkoa wa Arusha, naomba viongozi wote pia wa chama na serikali wanisaidie. Mimi ni mjane, naenda wapi? Natupiwa vyombo ndani ya masaa 2, sali moja, na kwenda wapi? Kwa nini watu wanakosa huruma?
Namuita hata mwenyekiti wa mtaa aje anisaidie, ananiambia haimuhusu kwa sababu barua imetoka mahakamani. Ina maana barua ikitoka mahakamani mwenyekiti hawezi kumsaidia mwananchi wake. Kwa kweli imeniuma sana na imenisikitisha sana.